Yo bana, karibu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Bayo Media. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatutazama, nikukumbushe tu kwamba uko sehemu sahihi, sehemu ambayo utakuwa unajipatia taarifa mbalimbali, taarifa za kijamii, udaku, michezo, burudani. Yote hayo utajipatia kupitia channel yetu ya Bayo Media. Cha kufanya cha msingi ni kusubscribe, gusa alama ya kengele ili basi kuwa mtu wa kwanza kabisa mwanafamilia kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakuwa tumeziachilia hapa kwenye channel hii ya Bayo Media. Official Rosdy on the microphone kwa ajili ya kuhakikisha basi nakusogezea zile zote za kiburudani. Leo niko na story ambayo naambiwa Lava kwa mara ya kwanza toka ametoka kwenye lebo ya WCB Wasafi amefunguka mazito kuhusu Diamond hajanipa hela yoyote. Sasa stay tuned kwa ajili ya kupata taarifa hii imekaje kwa upande wake Lava mara tu baadaye kungatoka kwenye lebo ya WCB chini ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Ni msanii maarufu sana wa muziki wa Bongo Flava kutoka lebo ya WCB Wasafi, Lava ambaye ameweza kuweka wazi hali halisi ya uhusiano wake na bosi wake ambaye ni Diamond Platnumz, akikanusha uvumi kuwa amekuwa akitegemea msaada wa kifedha kutoka kwa msanii huyo ambaye kiukweli yeye ni nguli sana. Katika mahojiano maalum kabisa ambayo alifanya hivi karibuni, bwana mkubwa Lava aliweza kufunguka kwa ujasiri kabisa kuhusu maisha yake ndani ya lebo ya Wasafi na nafasi yake kama msanii ambaye anajitegemea. Lava alieleza kuwa tangu aingie kwenye muziki amekuwa na lengo la kujenga jina lake kupitia juhudi binafsi badala ya kutegemea misaada ya kifedha kutoka kwa Diamond Platnumz au management nzima ya WCB. Hajanipa hela yoyote, lakini kama akinipa siwezi kukataa. Ni jambo la kawaida kusaidiana, hasa kama upo kwenye familia moja ya kazi. Hayo ni maneno yake Lava ambayo aliyasema kwa uwazi tu kufuatia mahojiano ambayo alikuwa akiyafanya. Na kauli hiyo bwana imeweza kuibua mijadala mikubwa sana, mijadala mipana kwenye mitandao ya kijamii, huko baadhi ya mashabiki zake wakisifia msimamo wake wa kujitegemea, wakati mwingine wakiona kuwa ni ushahidi wa kuwepo kwa changamoto ndani ya lebo hiyo kubwa sana ambayo ni lebo kubwa barani Afrika of course. And hata hivyo pia Lava alisisitiza kuwa hana kinyongo chochote dhidi ya Diamond Platnumz na anamheshimu kama kaka, mlezi wake wa muziki na mtu aliyemfungulia milango ya mafanikio. Akiendelea sasa kueleza, bwana mkubwa Lava aliweza kusisitiza pia kuwa anaamini mafanikio ya msanii hayapaswi kutegemea tu ukubwa wa lebo, bali bidii binafsi, nidhamu pamoja na maono ya mhusika moja kwa moja. Alieleza kuwa amekuwa akifanya kazi kwa bidii ili kufikia ndoto zake, ikiwemo kujenga jina lake katika soko la kimataifa bila kuwa na utegemezi moja kwa moja kutoka kwa Diamond Platnumz. Lakini kwa upande mwingine bwana alitumia nafasi hiyo kuwahimiza wasanii chipukizi wasitegemee uhuru wala misaada, bali wajitume, waamini katika vipaji ambavyo wako navyo na wawe na mipango madhubuti ya maisha ya kwao. Ni nukuu tu kidogo kile ambacho alikuwa anazungumza bwana mkubwa Lava. Anasema mafanikio hayawezi kuletwa tu kwa sababu upo karibu na mtu maarufu. Inahitaji juhudi zako binafsi na maamuzi ya busara. Aliweza kuongeza hivyo huyo Lava katika mahojiano, akiweka wazi yale ambayo yanaendelea kati yake na lebo ya WCB, kati yake na bosi wake ambaye ni Diamond Platnumz. Kwa ujumla sasa kauli ya Lava imeweza kuonyesha ukomavu wake kiakili na kiu ya kuweza kujitegemea kimaisha na kisanaa pia. Akiwa bado chini ya WCB anaendelea kutoa nyimbo ambazo zinapendwa na mashabiki na inaonekana kuwa ana malengo makubwa ya kuchora mstari wake tofauti kabisa kwenye ramani ya muziki Afrika pamoja na muziki wa Bongo kwa ujumla. So hiyo ilikuwa ni interview ambayo ameweza kufanyiwa bwana mkubwa Lava na chombo kimoja hapo cha habari hapa nchini Tanzania, kiweza kufunguka yale ambayo ni maoni yake pamoja na mawazo yake, lakini pia akiwashauri na wale ambao ni chipukizi kama ambavyo tumeweza kupitia kwenye taarifa ya kwake, namna ambavyo wanaweza kuishi kutoboa. So kama ukiwa ukaribu na watu ambao ni maarufu inaweza kukusaidia. All in all unatakiwa uwe na malengo yako binafsi, ujenge
malengo yako pamoja na maisha kwako, ili basi kila kitu kiweze kwenda sawa hapo. Kwa kutegemea watu ambao ni maarufu sometimes inaweza kusababisha usitoboe kwa namna moja ama nyingine. So hiyo ni story ambayo leo tuko nayo. I hope umeweza kuenjoy story hii. Unalipi la kuzungumza pengine kutokana na maneno kuntu pamoja na namna ambavyo umeweza kuzungumza love, utadrop comment yako chini hapo, and then tutapita nayo next video. Bana, kwenye kukuhabarisha, mimi ni Official Rose D, tuendelee kukusanua nyinginezo kibao ambazo tuko nazo hii leo taarifa.